Mtazamaji, hujambo na karibu katika makala ya leo. Makala ambayo yatakuwa yakianika maovu ya serikali ya Mama Samia Suluhu na jinsi ambavyo wanatumia hela ama fedha za mwananchi wa kawaida kujinufaisha na kuweza kujiepusha kutokana na kesi ambazo zinawafuata. Kabla sijaendelea, ningependa nikukaribishe ili ujihisi umo nyumbani, na hilo hajaweza kusubscribe, chukua sekunde yako moja, jiunge na familia hii. Tumeweza kupata nyaraka ama dokumenti kutoka Ikulu ambazo zinaonyesha dhahiri kwamba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imeweza kuajiri kwa miaka miwili lobby group ya Evan Graves ya Marekani kwa kiasi cha dola 45 kila mwezi ili iwasaidie kuwafikia bunge na wabunge wa Marekani na ICC. Kisha itatumia dola milioni 1 na ushe kama fees pekee kujipendekeza kwa mabeberu. Mtazamaji, Samia Suluhu Hassan anafaa kufahamu kwamba ni bahati mbaya kwake, kwa sababu haya mambo tutayaweka wazi, na tayari sisi na udadisi wetu tumeweza kunyaka mkataba na wale ambao wamekuwa wakitutusi na kujifanya machawa. Itabidi sasa muweze kukoma na kukaa kimya. Zile 10,000 ambazo mnaekewa ili munue bundles kututusi, hamutaweza kuwezana na kazi ambayo tutaifanya, kwa sababu sasa pale ambapo tumefika, itabidi syllabus tunayo iwapeleke mbio ili mulibwe mabilioni muje kufuta uovu. Hili halitawezekana tukiwa. Hasa swali ambalo najiuliza, ni nani alipitiza bajeti ya kufanya mambo kama haya? Nani alitenga hizi fedha? Nani alitia sahihi mambo kama haya ili mkataba kama huu uweze kuwekwa? Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni muuaji, na unafahamu hilo mama, itakuwa ni vigumu sana kuweza kuwanunua viongozi ama wabunge ambao wanapatikana pale ICC. Itakuwa ni vigumu kufunika aibu na kuficha ukweli wa mambo ambayo tayari unafahamika dunia mzima. Hata mtoto mdogo anafahamu kwamba Mama Samia Suluhu Hassan ni muuaji. Hizi hela za kiolela ambazo unazitupa kule nje ili kufunika maovu ulioyatenda, ungezitumia katika kurekebisha machafuko ambayo yaliweza kusababishwa kutokana na ulafi wako wa uongozi. Ni aibu kwamba serikali inatenda vitendo ambavyo mnajua tu kwamba wale ambao ni viongozi na maafisa kutoka kule Marekani wataanika hiki kitu na tutapatana nacho. Ni nyaraka ambazo zinaelezea uwazi
wa mambo ambayo serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inazidi kutenda. Hii ni maofu, wewe ni jambazi sugu. Hii serikali ni serikali ya majambazi. Majambazi ambayo, mtazamaji, vile nilivyo kuarifu awali ni kwamba hawa ni watu wanajifikiria kibinafsi. Wanafikiria jinsi ya kujitajirisha, jinsi ya kuwa madarakani na kutengeneza majina yao, jinsi ya kuipa mali, jinsi ya kunyanyasa na kumtesa mwananchi wa kawaida. Mambo ambayo yanakera zaidi ukiyafikiria. Ni vyema ikufikie kwa sababu sasa tuna ujumbe na tuna evidence kupitia kwa dokumenti ama nyaraka ambazo zimetufikia katika meza zetu za habari. Ni aibu kulingana na yale ambayo mnayatenda. Kulipa $45. Hizo ni hela nyingi sana ambazo zingetumika kuweka madawa hospitalini, zingetumika kujenga mabarabara, zingetumika kuchimba visima vya maji ili kwamba Mtanzania wa kawaida aweze kuyapata maji. Lakini japo tu mnajifikiria kibinafsi, mnafikiria jinsi ya kufunika aibu zenu, nasi hatutachoka kuanika maozo yenu. Tutafanya bidii zaidi kuchunguza baadhi ya mambo ambayo, kwa sababu tumeweza kushuhudia kwamba hizi ni hela ambazo naweza sema kwamba serikali iliweza kukopa si kitambo, lakini badala ya kuziweka zikafanya kazi ambayo ni muhimu zaidi, zimeweza kuwekezwa kwingine ili kuficha aibu na kujijengea jina na kufanya mambo ambayo yanaudhi. ICC utafikishwa. Ni muda tu tunangoja kengele cha kusema kwamba ni wakati sasa akamatwe apelekwe pale. Lakini kama utazidi kufanya maovu kama haya, sisi pia hatuna budi ya kukosa kueleza mwananchi wa kawaida kila siku kuhusiana na mambo unayoyatenda na serikali yako. Kwa wale ambao umejiunga kwa sasa, asante kwa kuwa nasi. Usisahau kushare kanda hii kwa wengine ili kwamba tuweze kujenga kituo chetu, ndiposa tuwe tukiarifiana kuhusiana na matukio ya kila siku.